Mtazamaji, hapa ni Kitunda jijini Dar es Salaam. Unayemwona ni dada mjasiriamali, anafanya biashara ya kuuza chakula, mamalisha, au sio? Karibu sana, umwambie mtazamaji unaitwa nani? Mimi naitwa Monica Victory, nipo Kitunda. Ni kama unavyoona na changamoto hii, nasumbuliwa kwa muda mrefu tangu 2006. Ilianza kidogo tu, nikaandikiwa dawa nianze kutumia dozi. Nilipotumia dozi ilionyesha kufutika. Nilikuwa natibiwa na pharmacy moja hivi kwa Mwenge. Lakini dawa zile kulingana na mizunguko hapa na pale nikazipoteza, nikarudi tena. Nikaambiwa dawa zile zimeisha, zipo nyingine, nikapewa. Zile dawa zikaniletea madhara. Niliumuka mwili mzima, nikawa sioni. Kwa mujibu niliporudi kwa daktari wangu, kwa sababu aliniambia mwili mzima, yani nilikuwa nimetoka madonda mwili mzima. Kwa mujibu wa daktari akaniambia hizo dawa ulizopewa ni za kansa. Alafu pia overdose. Sasa kipindi hicho nikawa napoteza kumbukumbu. Ndio zilizokuunguza hivi? Sasa nikawa napoteza kumbukumbu. Kwa baba yangu akasema nitafuatilia, akamwambia naomba msimamie mwanangu akae vizuri. Kweli wakasimamia, nikakaa vizuri. Baba sasa akasema nataka niweze kuwashtaki mlipo mwanangu akafariki ghafla. Baba yangu mkubwa pia akasema ili aweze kunisaidia naye akafariki ghafla. Ndugu zangu wakaniambia samehe. Kipindi chote hicho nikiwa napoteza kumbukumbu, unaona mambo. Yaani naweza nikafanya kitu nikapoteza kumbukumbu. Yaani nimejikuta hata kwenye madeni, unaweza kukuta unakopa lakini unaambiwa mimi nahisi kama nimemaliza, umeona, lakini anakuambia bado. Kwa unajikuta kwani uandiki? Ninaandika. Yaani kipindi cha nyuma nilikuwa hata kama ninaandika unajikuta nilishasahau nimeweka wapi. Kwa hiyo imeendelea hivyo. Sasa nimeanza mwaka juzi nikasema ngoja niingie vikoba niweze nicheze kidogo kidogo niweze kujitibia. Kwa kifupi huwa najitibia naisha njiani. Kulingana gharama zinakuwa nyingi. Madaktari kama 4 wakaniambia niache kazi ya moto. Sasa na mimi naacha kazi ya moto na kula nina mtoto ambaye alikuwa 24, alitoroshwa akiwa na miaka 5, amerudi akiwa na miaka 26, ninakaa naye chumba kimoja. Kuna muda anatoka saa 8 za usiku anasema sitaki kulala na wewe sababu ninalala na mdogo wake wa kike. Anasema nyinyi mko wawili siwezi kulala na nyinyi. Anatoka nje analala. Na kutoka na mbembeleza nalia, napiga magoti, anakubali, anarudi. Kama miezi 2 mtoto wa kike kwa sababu hamuelewa hajawahi kuishi naye akachukua vidonge akameza. Alimeza vidonge yupi, wa kike? Kwa nini? Alisema ninampendelea mkubwa. Mimi nilimuomba kwa sababu huyu hatujaishi naye. Na pia asikii vizuri. Pia aongei. Nikamwambia naomba ujitahidi kumuelewa kaka yako. Sasa ninapofanya hivyo yule akaona kama vile unapendelea. Kifupi sipendelee, ila naishi kwenye changamoto. Natamani kuacha kazi ya moto nifanye biashara nyingine lakini nashindwa. Umeona, kulingana nilipofikia na changamoto kubwa. Amekuja anataka kusoma huyo mtoto wangu. Alitokea wapi? Dodoma vijijini huko. Anataka kusoma akiwa miaka 26. Kwa hiyo nimehangaika, amefanyia vipimo, yuko Marapa Mguruni, lakini amesoma wiki 2. Nimemuomba mwalimu akasema kwa sababu umri wake umepita kwa kumsaidia basi awe anatoa hata kidogo anachangia. Kwa kila wiki anachangia 25,000. Lakini mimi nimeshindwa. Ni wiki ya 2 sasa hajaenda. Biashara zako hazikuingizii? Kulingana na biashara yangu kiukweli sina mtaji. Ninakopa kila kitu. Jioni nalazimika nifanyeje? Ninagawana na wale ambao wamenikopesha. Kitokea chakula kimebaki nalala na deni, kesho tena naamka nalo. Kwa hiyo kuna sehemu naenda wanakuambia wewe bwana atukupi katafute. Fika wakati mpaka mtu unamuomba naomba basi nyama robo ndaleta. Ni hivyo. Watanzania ninawaomba ambaye anaona yani kwamba sijaeleza mengi, nimeeleza kwa ufupi.
Kwa kifupi, napitia changamoto kubwa sana. Yaani nalala chumba kimoja, naona aibu kulala chumba kimoja na mtoto wa miaka 26 wa kiume, na hasikii. Ukitaka kubadilisha unamwambia nenda, anakuangalia nenda, hajakuelewa, umeanza kuvaa, kashasukuma mlango kaingia. Ukimwambia uelewi, anasusa, unipendi, ndio maana uliniacha na miaka yaani anaelezea uliniacha hivi, we nini? Umeona? Kwa hiyo kitu kinaniumiza. Nalia. Natamani niwe na chumba hata na sebule ili yeye aweze kulala hata sebuleni, mimi nilale chumbani. Lakini sina uwezo huo. Ufikiria mwanamke, unavuaje nguo mbele ya mtoto wako wa kiume mkubwa hivyo? Mimi naomba Watanzania, ninawaomba. Napenda kujishughulisha kwa kifupi. Napenda sana kupambana. Kama mwanamke napenda. Kuna watu wananifahamu napambana. Lakini kwa sasa hivi, yani nikisogea kwenye moto, moyo unaenda mbio. Umeona? Yaani nikisogea siku 2-3 moyo unaenda mbio. Najitahidi kuchukua wadada, lakini wadada ni kama hivyo, wadada hawezi kupika. Kwa hiyo lazima nikae mwenyewe jikoni. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania, mwenye chochote anisaidie. Niweze kupanga chumba na sebule, lakini pia nipate kamtaji nianze ili nisimame. Yaani kiukweli nimeingia kwenye changamoto za madeni. Kwanza napoteza kumbukumbu, msongo wa mawazo. Yaani watoto wenyewe kwa wenyewe wanalumbana. Yaani ni hivyo. Umeona? Yaani najikuta namba yangu mimi ni 0778137121. Naomba msaada wenu. Jina litakuja nani? Jina litakuja Monica Victor Ng'ombe. Hebu simama Mtanzania kuone kwanza, mtazamaji, ukimwona huyu dada ana bonge la shape mwenyewe. Unamwona? Lakini ndio tayari ana changamoto hiyo, kwa hiyo ameomba msaada. Mimi ndugu zangu, ninaomba msaada wenu. Watanzania wenzangu mwenye kuguswa chochote. Mimi ninalala chumba kimoja na watoto wangu 2. Mtoto mkubwa na miaka 25 ni mwanaume. Sijawahi kuishi naye, ndo kwanza na miezi 3 na mimi. Kwa ninaomba msaada wenu. Mnisaidie. Nipate chumba kimoja na chumba na sebule. Niweze walau nipate sehemu ya kubadilisha naye abadilishe. Na pia ninaomba msaada. Yaani kwa wiki 25,000 kwangu ni kubwa. Kila siku shilingi 3,000 nauli na 25,000 natakiwa nimlipie kila wiki aende shule. Asipoenda kimwona mdogo wake anaenda shule, anaanza kuniambia, "Una lolote wewe? Yaani mbona huyu anaenda shule mimi siendi? Hamna kitu." Yaani nalia sana. Nalia. Kuna wakati anachukua simu anasema natoroka, narudi tena nilipotoka. Umeona? Sasa natamani endelee kukaa na mtoto, sijaishi naye. Nimpe elimu aliyonyimwa, lakini sina uwezo.